Constable, chukua mkoba wako. Wewe, nyinyi ndo majasiri eh? Umeweza vipi kwenda kuchukua mfuko wangu na kupeleka mnapotaka mpeleke? Umeshawahi kuliwa kitope? Na wauliza nyinyi. Labda mzako. Naona kitope chenu mnakiweka laani. Huyu ni mchezo wake. Sasa nisikilizeni. Mimi nakwenda zangu nyumbani, lakini nahitaji mbebe huu mfuko na munirudishie nyumbani. Si tunajua kujua nyumbani kwako si pale mtaa 7 nyumba 3. Wewe unapajua nyumbani kuliko mimi ninavyopajua? Sasa bebeni huo mfuko na mulete nyumbani, na mtakaposhindwa kuleta mfuko huu basi nawatifua kitope. Hebu weka mfuko chini. Weka. Uwezi. Mama, mimi nakuta mkoba. Wewe mkoba umeupata wapi? Wewe mkoba mzengo mekongo. Na atambulika katika kijiji chote ni mchawi kufu. Naambia umepata-pataje huo mkoba? Mama, uchawi wake kwangu huwezi kufua damu. Mamaje wewe shufaa? Nataka sasa hivi huo mkoba urudi ulipotoa. Sawa. Usinitafutie balaa. Na sasa hivi nataka urudi hapa.
We mtoto vipi? Mbona tupia midudu yako ya ajabu mbele yangu? Vitu vya ajabu? Au mwambie babako ndio vitu vya ajabu. Kwani watu wa kijiji hiki mpoje? Mbona una adabu we mtoto? Yeye unanijibisha mimi kama mtoto mwenzio kweli? Sina heshima, babako ndio ana heshima. Sasa akirudi babako mwambie aache kunitisha na aache kunifuatilia. Jamani, maajabu. Yaani mtoto wewe unakuja kunitisha mimi pamoja na babangu kweli? Nitamfanya kitu kibaya mpaka sasa ajue rahisi bado nielewe. Yaani kitoto kidogo kinaongea maneno makali kama haya. Usikute keshagi waulizi tena na bibi zake huko. Madude gani alioniletea jamani? Mbona una mambo ya ajabu? Watanifanya mpaka nijute kuja kwenye hiki kijiji. Hivi baba, hiki kijiji chenu kipoje? Mwanangu, kwani unauliza hivyo? Kimekukuta nini? Kuna mtoto amekuja na amenitupia fuko la ajabu, lina mipembe mitamba, yaani hata sijaelewa. Hilo fuko lipo wapi? Upo pale kwenye mkorosho, maana nimeogopa hadi kuushika. Hebu kalilete. Lakini baba, mimi naogopa. Baba yako nimekutuma, nenda kalete huo mkoba. Sawa. Niu hapo. Sawa, nenda kaniletee maji ya kunywa. Sawa baba. Baba, lile fuko limeenda wapi? Kuna kijana amepita, alikuwa anaelekea zake shamba. Amesema anaenda kuchoma moto mabiwi. Kwa hiyo usiwe na hofu, na lile koba ameenda kulitia moto. Kwa hiyo unaweza kwenda kufanya mambo yako. Baba, mbona sijasikia hata sauti, labda mkiongea au viatu? Ni kweli. Kwa kuwa walikuwa ndani, huwezi kusikia sauti za nje, kwa sababu jana yeye alikuwa anaongea sauti ndogo. Kwa hiyo usiweke hofu mwanangu, unaweza ukaenda. Sawa. Sawa, unaweza kwenda kufanya mambo yako.
Mbona mmekawia sana? Mmenipigia simu muda tu kuwa mna mazungumzo na mimi. Imefika hapa nimewasubirini. Sasa hizi ndo mnafika. Kuna shida gani? Hapo shida ipo. Sisi tumeenda hadi kwa ule mzee, tumechukua mkoba. Katika kutembea tembea maana tukakutana naye ule mzee. Katuchamba sana. Alafu ule mkoba alituambia tuweke chini. Tumeweka chini kama mazingira kuchukua mkoba mzito. Sisi tukajichenga. Kwa kazi yako kaka, sisi tumeshindwa. Kwa fanya mwenyewe kazi yako au utafuta watu wengine. Si hatuwezi hiyo kazi. Yaani mnakuja mnaongea tu, kazi imeshindwa. Kirahisi tu. Pesa itafutwe kiurahisi kama mnavyofikiria. Na nyinyi na wanaume mlitakiwa mpambane mpaka mwisho. Yaani mkwala kidogo tu mnaacha mkoba na kwaje? Kwani si umetoa tumevaa madela hapa mpaka anasema watoto wa kiume? Watoto wa kiume nini sasa? Mbona unachamba umbea nayo? Tumekwambia kazi fanya wewe mwenyewe. Anyway, kwa kuwa mmeshindwa kazi, haina budi. Mimi pesa zangu nitazirudisha ndani na nitatafuta watu wengine wataifanya hiyo kazi. Nyinyi nendeni mkachambue malagi kwa mama zenu. Sawa? Hapo kwenye kurudisha pesa ndani hapo blaza. Hapo sio kweli hapo. Hiyo kazi naiweza. Acha waloshindwa ashindwe. Mimi siwezi nikaenda kuuza kitope road bwana. Nige siku hii moja mimi mzigo nakuletea. Mwenye nashangaa rafiki yangu tumekula mahali tumeenda kukutana na mbele mzee kweli kama alivyoelezea. Katuchamba katusuuza. Mzigo uinuki chini tumechola. Sema hivyo vipi? Sijashindwa kazi. Acha alojambia vitano ajambe. Mimi kazi naiweza. Oya sikia. Hiyo kazi kama enda kufanya utaenda kufanya wewe au mtaenda kufanya nyinyi wawili. Mimi sitofanya kazi yako. Sasa umeona hapo kwenye hela hapo blaza hapo. Ongeza 200,000 iwe 600,000. Mimi kazi yako nafanya kwa uweledi mkubwa tu. Wewe umesema unaenda kuifanya kazi peke yako. Mmeshindwa wewe. Watu watatu wote mmeshindwa kazi kwa pamoja. Basi sawa. Kwangu mimi pesa sio shida. Fanya kazi, leta mkoba hapa. Sawa? Achana na watoto wa mama. Ngome kongwe, zengome, ngome kongwe. Uo ubaya unafanya nawatesa wana kijiji, kama vile babu na bibi, mala
akamgeza mtu msukule. Ngome kongwe, wala siku mbili atwendi shule. Ngome kongwe, akimkela mtu na mloga, yani kama asili utaki, ukizingua unafanywa mboga. Ngome kongwe, ngome kongwe, ngome kongwe, ngome kongwe.